Kwa mara nyingine karibu sana katika mwendelezo wa kipindi cha Kurasa asubuhi hii. Mimi ni Philip Cyprian pamoja na Charles Abel, Faustin, Judith na Molandi, tukiwa katika kurasa za mwisho kwa siku ya leo, kwa japo angalau ni kama off katika ligi ya Tanzania, katika nchi yetu ya Tanzania, lakini maeneo mengine ligi zinaendelea tofauti na ile FIFA date. Na hii si nyingine, ni kwa ajili ya maandalizi ya michuano ya kombe la mataifa ya Afrika ambayo yanafanyika, AFCON, ambayo yanataraji kuanza tarehe 21 ya mwezi huu pale nchini Morocco katika viwanja tofauti tofauti. Na kwa sasa hivi timu ya Taifa Stars ipo nchini Misri kwa ajili ya kujiweka sawa na michuano hiyo ambayo itakuwa ni ya mwezi mzima. Tutaangalia group la timu ya taifa na uwezekano mkubwa wa kwenda katika hatua nyingine. Alafu pia tutaangalia na vitu vinginevyo ndani ya hilo group. Lakini pia katika gazeti la Mwana Sports asubuhi hii ya leo, kuna taarifa kubwa sana ambayo tutakuja, ni kwamba chuma kimebaki. Mara baada ya kuwepo na sintofahamu wiki iliyopita hapa, Abel ulikuwepo, tukupo tunazungumza namna Matola apewe timu. Maisha mpira unajua bwana. Unajua baada ya siku kuzungumza. Yaani kesho yake pale uwanjani. Ilikuwa ni kabla ile mechi ya ilikuwa Jumamosi. Ilikuwa leo mechi kwa Jumapili. Yaani ndio unaona maisha mpira naenda kasi sana. Kwa sababu waliangalia ile ya CAF, waliangalia ile mechi iliyopita goli 3. Kwa hiyo ikawa ni hapo katikati, bado watu hawajajijua. Ilikuwa Mbeya City. Ilikuwa ni Mbeya City. Kwa nini unasema maisha yameenda kasi? Yaani maisha yalienda kasi kwa sababu kwanza kuna watu nikutana nao, mwenyewe afunyeni kwenye kipindi chenu nyinyi mnampigania wao baki. Yaani baada ya ile mechi sasa. Ndio wao wanasema nyinyi kwenye kipindi chenu mmeungana pale watu wote, mtaka huyo abaki. Matola kocha mzuri. Lakini sasa kwa mfano kama Chazi Matola angeshinda ile mechi ingekuwaje sasa? Kwa maana wangeungana na sisi ambao tulikuwa tunazungumza kwamba tunangangania kwamba tunangangania baki Matola, si ndio? Yaani Morandi, ndio maana mimi ningesema kwamba maisha ya mpira yanaenda kasi, na hasa kwa Tanzania. Unajua Tanzania hakunaga msamiati wa kupoteza. Yaani timu zetu hizi zinapopoteza mechi kila mtu ni adui kwao. Yaani kweli. Yes. Haya, katika gazeti la Mwana Sports kuna taarifa kubwa kabisa kuhusiana na Matola. Chuma kimebaki. Kichwa cha habari hicho kilikuwa kimewekwa hapo. Pia nafikiri tutapata pia leo nini mashabiki wanasema. Mabosi wamgomea Matola, wampangia mkakati mpya Simba. Hili ni katika gazeti la Mwana Sports. Na kuna nyinginezo zikiwemo hapa na pale kwamba Aziz Ki afichua mambo mapya. Aziz Ki bado yupo? Yupo nchini. Likizo? Yes. Kule nako ligi imesimama Morocco ligi imesimama kwa sababu unajua kule ndo kwenyewe kule. Unajua Morocco timu zao mbili za taifa zote zinacheza. Yaani zote zipo katika mashindano. Za wanawake na wanaume. Za wanaume. Kuna timu inajiandaa na AFCON 2025. Kuna timu inashiriki mashindano ya nchi za Kiarabu ya FIFA. Ambao jana imeingia nusu finali. Kwa wako busy. Yaani wana vikosi viwili vya timu za taifa na vyote vinafanya vizuri. Senior kabisa. Na ule kocha ambaye aliongoza timu kwenye chani ndo anaiongoza hii timu inayocheza mashindano ya nchi za Kiarabu. Hivi na sisi tuna senior. Senior Taifa Stars. Senior. Umeelewa? Vikosi viwili senior. Kikosi kikubwa senior. Vikosi vinaweza tukapata hata vitatu, lakini vina ubora gani kwenye timu ya taifa? Hicho ni ubora, kwa sababu ukiangalia walocheza chani wengi ndio wanaenda AFCON yao wao. Watu waweza kujisifia kwamba tuna vikosi viwili. Naona katika timu ya taifa wameitwa wale. Kumeitwa wale nani? Mbona unacheka? Kikosi cha chani Chale amejua nini? Chale. Wale wanaocheza nje.
Kwenye kikosi kile cha chani si huwa tunaongeza tu wale wanaotoka nje, lakini ukiangalia wachezaji wengi wanakuwa ni wale wale, ingawa hapo kwa Gamondi kumekuwa na maingizo mapya kidogo. Maingizo mapya, mimi bado niko pale pale. Chale, umecheka nini? Mimi nimefurahi tu jinsi ulivyowale, yani ulipeleka kwenye mabano hilo jambo lako kina nani, tutajua baadaye, lakini wameitwa tena na Aselo babu ilikuwa ni fumbo ile kwa kama ni fumbo, mwisho siku tunawaacha watazamaji wanabaki ni nani hasa sasa hao. Mimi nilikuwa na swali kwa Faustini na hata wenzangu hapo, kwa sababu wao kidogo tasnia wameanza, yani wame reporting ya habari za timu ya taifa tangu miaka hiyo. Mjadala mkubwa, kwa mfano Faustini sasa hivi mfungaji bora wa ligi kuu, yani ambaye anaongoza kufunga mabao ligi kuu, Paul Peter hayupo kikosini. Sasa wakati huo hapo huyo ni mpaka sasa hivi anaongoza hiyo timu yake. Imecheza michezo mingapi? Imecheza michezo 10 inaongoza ligi. Inayofuata Yanga michezo 7 au 6. Haya, endelea hapo. Unajua nini bwana? Sasa yani mimi swali langu kwa mfano Faustini, katika mazingira kama haya upepo huaga unakuwaje? Yani kwa maana kwamba hajaitwa timu ya taifa. Yani mimi kwa experience yao, yani kwa nahitaji uzoefu wao. Wakati mimi niko mdogo sana, nakumbuka kuna kipindi kulitokea mjadala kwenye timu ya taifa, Kaseja na hivyo, yani kundi kubwa la watu lilikuwa linaamini kwamba Kaseja ndio alikuwa ana deserve kuwa kipa namba 1 timu ya taifa, lakini Maximo kuna wakati ilifika hatua, yani alikuwa anamkalisha benchi na ikafika hatua kuna wakati akamwacha kabisa, akumuita. Ukipima kipindi kile, ile tunasema pressure katika vyombo vya habari na sasa hivi kwa mfano ni sawa, yani kipindi kile namna ambavyo sakata la Kaseja na Maximo au yani alivyokuwa hapewi nafasi, na sasa hivi kwa mfano Paul Peter, yani ile nguvu ya kupush ile imekuwa, yani kwa mitazamo yenu, kwa experience yenu ambayo mnayo, sio sawa. Yani ukichukua hayo matukio mawili ukilinganisha, hayana uzito ule ambao ulikuwepo katika kipindi kile. Kwa nini? Sababu ya kwanza, kwa kipindi kile hamasa kwa mashabiki kwa timu ya taifa ilikuwa kubwa sana. Enzi ya Maximo hamasa ilikuwa kubwa, yani Maximo alitengeneza mazingira wa Tanzania wakawa wanaipenda timu yao. La pili, katika hao watu wawili hivyo Mapunda na Kaseja, wale walikuwa wachezaji ambao tayari walikuwa na majina makubwa, lakini Kaseja alikuwa anaonekana yeye yuko juu kwa sababu kipindi kile ndio alikuwa kipa ambaye anatajwa sana. Baadaye tulikuwa hatujui sababu ni nini, mashabiki tukabaki tuko hapo sababu tuifahamu. Ukija kwenye issue ya mfungaji bora sasa hivi ameachwa kwenye timu ya taifa, kwanza ni utashi wa kocha, alafu pili ni kwa sababu haimbu sana, kwa sababu pamoja kwamba ndio mchezaji anaongoza kwa ufungaji, lakini kiukweli bado jina lake sio kubwa kama ukilinganisha kungekuwa na mchezaji mwingine yoyote. Nitolee tu mfano, Mzizi anaongoza kwenye ufungaji bora kama ambavyo anaongoza huyu mchezaji saizi, alafu anakuja anaachwa tu ghafla, lazima ungesikia maneno, lazima ungesikia kelele. Lakini huyu kwa sababu ni mchezaji wa sijui niseme low profile, nitakuwa nimesema vizuri, mchezaji ambaye bado hana jina kubwa, kuachwa usikii kelele watu wakiongea, usikii kelele watu wakizungumza. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ukubwa wa jina lake ukilinganisha na kipindi kile Juma Kaseja wakati yuko kwenye piki. Sijui nimekujibu vizuri. Labda kidogo kuongezea hapo kidogo, amezungumzia ukubwa wa jina lake, lakini hata vile na mimi nilichokiona hata vile ukubwa wa timu yake ambayo anachezea. Katolea mfano mzuri labda Mzize, twende hapo kwa Mzize, mfano wake mzuri. Sawa? Mfano Mzize kwa anaongoza ana magoli 6 mpaka sasa hivi kwenye ligi kuu na hana injury yoyote. Alafu yuko Yanga au yuko Simba au ataaza mtu weke tu pale. Asingeitwa. Lazima angeitwa. Mfano mzuri kama issue hivyo Mapunda na Kaseja, issue inakuja kwa sababu ya huyu yuko Simba, huyu yuko Yanga. Kwa mashabiki wa Simba of course wako panapiga kelele, kwa nini kipa si kwa itwi?
Kwa maneno kama mengi huku Simba huku Yanga huku Simba huku Yanga hivyo mara kasiri, kwa nini haitwi iko hivyo, kwa nini anaitwa sio nini. Kwa mwisho siku ile pressure ikawa kubwa sana kwa upande nani, kwa kocha. Nakumbuka kipindi hicho Maximo, ilikuwa pressure ilikuwa kubwa sana ya mashabiki. Kwa mwisho siku akaladhimika kumuita, lakini akawa anamuita mwisho wa siku, lakini akana ka bench kwa sababu kwangu mimi naona hakuwa chaguo lake, na aliamini sana hivyo Mapunda, na aliamini hivyo Mapunda. Nakumbuka kipindi kile kutokana na 8 yake ndio kwa penda mbeba sana hivyo Mapunda kwa mujibu wa Maximo. Nakumbuka kipindi hicho. Kwa unaweza kusema kwa mwisho siku kwamba hajaitwa mchezaji katika national team kutokana na sababu kubwa iko ni hiyo. Mimi nilichokiona kwa baadhi ya timu ambayo inachezea low profile of course ya mchezaji, na hata vile nao timu ambayo inachezea nao nafikiri ni yani haijapewa ukubwa huo ambao inaweza kupewa. Mimi sitaki kuamini kwenye kusema mchezaji jina lake sijui alitajwi sana. Labda mimi nafikiri Gamondi alichoangalia zaidi labda ni experience. Kaona labda ni mchezaji ambaye ndo anaanza kuchipukia. Ingawa kama kulikuwa inawezekana kuna nafasi, angeweza kumpa nafasi ili awe kuna ile unakuwa na mazoea ya kuwepo kwenye timu. Kwa sababu kipindi ukizungumzia cha Maximo tulikuwaga nafikiri ndo kipindi hicho John Boko yuko vizuri sana. Ndo alikuwa kama ndo mshambuliaji anayetegemewa zaidi. Kwa hiyo kwa sasa hivi nafikiri Gamondi ameangalia kigezo cha uzoefu. Mchezaji huyo hana uzoefu sana, lakini kama angemweka kwenye kikosi nafikiri ingekuja kutokea kama ilivyokuwa kwa Mzize. Alikuwa anaitwa, hapati nafasi mara nyingi, lakini naye kama anakuwa na timu ndio inamsaidia anaendelea kukua kuwepo kwenye timu. Haya, shukrani kwa hayo yote. Chazi kwanza kalizika. Mimi nimeridhika. Ameridhika na maana kwa namna alivyoiangalia nilikuwa ameridhika. Sasa tupo katika bado wiki moja kuelekea AFCON, ndio. Gazeti la Mwanaspoti wametupa mpira utakaotumika, gozi litakalotumika Morocco AFCON 2025. Kwa kawaida katika mashindano makubwa kama haya kumekuwa na uwasilishwaji wa mpira ambao utakaotumika, na ukiangalia kwa karibu kabisa ni kama umekwenda katika rangi za nchi ya Morocco katika ile bendera yao, na hata namna ambavyo design ni katika mambo mengi inaitwa katika gazeti la Mwanaspoti. Kwa hiyo utaweza kufahamu, na kwa kawaida inakuwa ni mipira yenye historia. Kuna mipira imeanza toka mpira wa miguu ulivyoanza, revolution ya mpira mpaka kufikia wakati huu, na kiwanda kikubwa kabisa kiko Pakistan cha kuzalisha mipira hii. Makampuni haya yote haya ambayo yanatumika ni Pakistan, uweze amini. Lakini mimi habari ambayo imenifurahisha kusema kweli katika gazeti, kwa hiyo kuna makala hiyo, lakini kuna makala pia ya maeneo ya kujificha ukiwa Morocco kuenjoy AFCON 2025. Tunakubaliana sote kwamba ikifanyika michezo kama hii ni tamasha la Afrika. Ikifanyika kombe la dunia mwakani, ile tunajua ile ni tamasha la dunia. Kwa sisi Afrika tumeanza hapa tayari. Wakina Charles Abel wametuonyesha namna ambavyo maeneo ya kujificha, ili neno kujificha, maeneo ya kujificha ukiwa Morocco kuenjoy AFCON. Kwa mtu ambaye anakwenda anaweza akapitia katika hii nani, ulifikiria nini? Mlifikiria yani, kuna fikra yote ambayo mlifikiria? Yeah, of course mpaka idea imeingia hapo. Maanake ni kwamba unajua kama ulivyosema AFCON ni zaidi ya zile timu zinazocheza pale uwanjani. Kuna nchi nyingi sana zinaenda na mashabiki wao, ni sehemu ya ku exchange, yani kubadilishana utamaduni, uzoefu na vitu vingine. Lakini kuna watu wanakwenda, kuna watu hawaendi kwa ajili ya mpira, biashara, utalii na kadhalika. Kwa hiyo unawapa watu picha kile sehemu ambako
wanaelekea. Nadhani ndio target ya hiyo makala. Ni target. Kwa hiyo unamwandaa mtu akiwa huku na hiyo makala imekuja wakati mzuri ambapo serikali jana niliona baraza la michezo na shirikisho la soka wakizungumzia namna ambavyo mashabiki wanaweza wakaenda Morocco kuisupport timu ya taifa katika mashindano ya AFCON. Sasa ukienda kule uende kufikia nyumbani kwa mtu, lazima utafute maeneo ya kwenda kukaa kwa hizo siku ambazo umepanga kuishuhudia timu yako. Sasa katika huo mchakato unatafuta hivi nitafikia wapi, ni vizuri ukapata kwa makala kama hiyo. Ukajua maeneo ambayo naweza nikaenda nikatulia nikaiangalia timu. Hapa kuna vidodoso kwamba kuna kwanza wametoa miji itakayocheza fainali hizo, alafu la pili chaguo za malazi, yani kwa maana kwamba accommodation, sehemu ya kulala, hoteli za kifahari, hoteli za kati wameweka huko. Malazi ya kama una kabajeti kako cha kujificha ficha, yani kadogodogo, si ndio? Mbona ile kujificha kama umeibodi umezingatia. Mimi nahisi anatafutia neno labda wangefungia wangesema chimbo. Labda ulikuwa unatafuta hiyo au chaka kusema chimbo au chaka. Hapana, mnaniwekea maneno. Ndo nasema kama unatafuta neno ndo tunakurahisishia. Kujificha malazi ya bajeti ndogo ipo hapa. Kwa hiyo unaweza ukapata taarifa kuhusiana na bajeti ndogo. Kwa hiyo unaweza ukafuatilia huko ukapata. Kusema kweli ni homa nzuri ya michuano ya AFCON na tunaisubiri. Tutaionyesha michezo hii yote kwa lugha mbili, Kiswahili na Kiingereza. Na kuongezea hapo, unaweza ukakuta AFCON ya 2027 huko Morocco. Kuna gazeti wana Mwanaspoti lao wenyewe nao ile 2027 mnao hujanielewa. 2027 AFCON zinafanyika Tanzania, Kenya na Uganda. Ndio. Morocco nako wanakuwa, nimetolea mfano Morocco, inaweza kawa nchi nyingine yoyote, wana magazeti yao ya michezo kama Mwanaspoti. Kwa hiyo unakuta ikifika hiyo kipindi na wao wanatoa makala kuhusiana na labda mji wa Dar es Salaam, watu watakwenda kukaa hoteli gani nzuri, maeneo gani mazuri, sema kwenda kujificha na wao yani Togole. Unajua mimi kuna kitu nimejifunza. Juzi Wydad walikuja kucheza na Azam. Yaani nimejifunza kwa Wydad wale mashabiki wale. Una maana mashabiki walikuja kucheza na Yanga, lakini kipindi cha nyuma wale Raja walikuja kucheza na Simba Dar es Salaam. The way ambavyo walikuwa yani wanaonekana, yani ukiangalia zile kurasa zao za kijamii, za mitandao ya kijamii, hizi club yani zilikuwa zinaelezea eneo ambako timu yao inakwenda kucheza mechi. Yani kama ukifuatilia umeona kama Wydad kuanzia wanatoka mpaka wanafika pale hotelini mpaka lugha. Unajua wale mashabiki wa Wydad walikaa pale Zanzibar siku 5 baadaye. Yani baadaye ile mechi kama utalii mpaka wametunga nyimbo kabisa. Yani ile jambo habari nzuri sio sawa, wanaambia wanaimba lakini wanaambia karibuni Morocco. Sasa wao ndio wanatukaribisha Watanzania. Karibu Morocco, hakuna matata. Umeona? Yani ile kwa hiyo wenzetu wako aware sana na hichi kitu. Ndio kama anavyosema Faustini kwamba inawezekana 2027 kuna media za Morocco zikaanza kuzungumzia AFCON yetu. Wani share katika AFCON iliyopita ya Ivory Coast nilibahatika. Na katika kundi letu kuna Morocco. Nakumbuka. Asa mkiwa mmekutana hivi mtaani, unajua kuna kwanza wanafujo, sio fujo ya nani? Za ugomvi. Ni fujo zile za kuhamasisha, sijui shabiki amekuja kwa baisikeli. Sasa unasema ni wanahamasa. Wanahamasa. Anatembea katika mitaa na baisikeli yenye bendera kubwa. Kwenye press conference, kwenye mkutano wa waandishi wa habari, kwanza walikopo 200 waandishi peke yao wa 200. Maana yake mnapokutana katika kichumba kile walichokiandaa, maana yake wao kwanza ndo wanajaza. Kwa mfano Tanzania labda tumepeleka waandishi wa habari 5
wao 200. Umeelewa? Na wakiingia uwanjani, yani wakiingia uwanjani mbali na mashabiki, yani uwanjani kuna sehemu wametenga, hii ni eneo la waandishi. Yani mnaona kabisa yani kuna namna hapa, mpaka ikafika wakati kwamba tupunguze waandishi wa Morocco. Walivyotoka tu katika mashindano, mashabiki wakapungua, wale waandishi wakapungua, na wanaletwaga na serikali ya nchi yao kabisa kwamba ndege maalum waandishi wa vyombo tofauti wanapelekwa pale. Kwa hiyo mbali na kujipanga, tuwe tu kweli, Morocco amejipanga sana. Na hapo mimi niko na swali kwa seniors wangu hapo. Sasa hivi kuna ziara maalum ambayo wale Morocco wameiandaa, yani serikali ya Morocco. Hiyo ziara inahusu waandishi kama 20, yani wamepiki kutoka nchi tofauti Afrika. Hiyo ziara wameanzia, yani kuna nchi ya West Africa ndio wameanzia, yani wale waandishi wanaenda kwa usafiri wa alizini, yani kuna mabasi, yani kwa usafiri wa basi, yani limeandaliwa basi maalum ambalo litapita Benini, litapita jana walikuwa kwa Ivory Coast, of course, Ghana kama promotion. Yes, yani ni Mauritania, Senegal, Mauritania, afu wanaingia Morocco kwa ajili ya kupromote mashindano. Yani wale waandishi wamekusanya kutoka nchi tofauti ya Afrika. Mimi swali langu, tunaelekea 2027. Endelea. Ani Morandi ameanza kucheka. Endelea. Je, kuna haja ya kitu kama hiki pengine kufanyika kwa nchi yetu au nchi zetu hizi tatu kwa ajili ya kupromote, kwa sababu tunajua Morocco ni nchi kubwa. Na ni Morocco, yani bila hata hiyo promotion ya hizo media, yani wanaweza kujiuza wao wenyewe, lakini wameona haja ya kufanya kitu kama hicho, kuwachukua waandishi wa nchi tofauti kwa lengo la wakati wakijiandaa kujibu, unajua kuna nini hapo? Ukianzia Benin, ukitaka kuingia katika lango la mipaka la Morocco ni rahisi. Ukianzia huku Benin, sijui Ivory Coast. Kwa maana kwamba wakitoka Ivory Coast, maana yake wanaweza wakasafiri kwa mipaka wakapita Senegal, Dakar. Wakifika pale Dakar, Senegal, wanakwenda Mauritania. Ukishafika Mauritania pale katika ule ukingo wa Afrika ule wa hivi, ule ni Mauritania. Kile kisehemu kile ni mpaka mkubwa sana wakati ya Morocco na Mauritania. Kwa hizo wanapita katika hiyo njia yote ya mipaka ambayo ipo west, ambayo inawezesha kwa wao kwenda, na katika hayo maeneo yote ukiangalia yana timu katika michuano hiyo kwa mfano Benin. Benin hawaja qualify World Cup, lakini wame qualify kwenye AFCON. Unaweza kaona. Kwa hiyo yani kote huko ni katika moja ni promotion nzuri kwangu. Mimi naanza kujibu ile swali lako. Ni promotion nzuri kwa sababu wameona kwamba tukipita Senegal, pale waandishi wa Senegal wataripoti na timu yao, tukipita Benin, tukipita wapi mpaka kufika, tukirudi mwisho wa siku watakuja kesho ndo match kick off za michuano. Haya, Faustin. Kujibu hilo ni sahihi kabisa. Unajua mashindano haya makubwa yanapofanyika ni zaidi ya kuangalia mpira, ni zaidi ya kutazama mpira, ni zaidi ya kuona timu zikicheza. Haya mashindano nchi nyingi wanachukulia ndiyo platform ya kujitangaza katika nyanja tofauti katika nyanja tofauti kwenye utalii na mambo mengine. Nikirudi nyuma kidogo, kuna mwaka nafikiri ni Morocco huko, kama sio Morocco, nchi nyingine lakini hizo za ukanda huo waliandaa mashindano. Walikuwa wenyeji wa mashindano, nafikiri ni AFCON hii. Siku kadhaa kabla au miezi kadhaa kabla walitengeneza mazingira ya kuchukua waandishi kwenda mashindano hayajaanza, kwenda Morocco kupitia balozi zao, kwenda Morocco wanaripoti yale maandalizi
yenyewe yalivyo. Walifanya hivyo. Nakumbuka walikuwa wanapitia pia huku kwetu, nafikiri ni sijui la maelezo sio, hapa walikuwa wanapitia huko kitu kama sikosei, wanapika waandishi wanakwenda. Ile yote ni katika kutangaza yale mashindano kwanza, kuweka ile awareness, watu wajue nini kinaenda kufanyika. Lakini kwa hiyo anachokifanya sasa hivi Morocco ni zaidi ya kutangaza mpira, ni kujitangaza wenyewe. Nchi of course ni nchi kubwa, lakini bado nchi inaendelea kujitangaza. Nchi yoyote kubwa kwenye utalii haikai nyuma, inaendelea kujitangaza. Kwa hiyo kwenye kujibu swali la Chazabel ni sahihi kabisa. Hata sisi tunahitaji kufanya hivyo, kutengeneza mazingira ya kuhamasisha watu kuona kwamba ikifika mwezi fulani mwaka 2027 macho yao yote yawepo Dar es Salaam, macho yawepo labda Arusha kuangalia mashindano ya AFCON. Sasa tunafanyaje? Ni mikakati ambayo serikali na wadau wake, serikali zote wanatakiwa kukaa kutengeneza hayo mazingira. Afu ni rahisi kwa sababu ukichukua waandishi wale wa kule mataifa ya kule palafu kuja una Afrika Mashariki tu, Kenya, Uganda, Tanzania, wanapita kuweza kuzungumzia vitu kama hivyo. Kwa promotion ni kubwa zaidi. Kubwa sana. Kwa mfano unaweza unaweza kaandaa hiyo kama tunachukua watu labda njia tukayopitisha, labda unasema tutapita Kenya bado tutokea Arusha unapita Kilimanjaro, au kutakuwa na route nyingine. Ule uwanja wa Arusha utakupia umekamilika 2027 ilikuwa tayari. Hata Dodoma. Okay. Kwa Tanzania nafikiri huo mkakati yani walikuwa wanaufikiria, kwa sababu nilimsikia katibu wa BMT alizungumzia hilo kwamba kwa sababu Tanzania itakuwa ni mmoja wa waandaji wa AFCON ya 2027. Kwa hiyo wataenda Morocco na watajifunza kwa namna walivyoandaa, kuna vitu watajifunza. Wasiwasi wangu ni kwamba wakati kama hivi ambavyo ndo vinafanyika sasa katika kuhamasisha, je, vingine vitakuwa si vimeshawapita? Ngoja kwanza hapo tutazungumza baadaye vizuri ni wapi inavyokuwa. Sawa? Sawa. Na mimi nisisitize tu hapo. Maandalizi na hamasa ya AFCON 2027 zinatakiwa zianze immediate baada ya AFCON hii kumalizika. Yaani tusitegemee tufanye zile hamasa au zile engagements dakika za mwisho. Tumeshuhudia hapa mambo yalotokea kwenye Chani. Dakika za jioni tunaanza sasa, lakini inatakiwa tuanze mapema, mipango ianze mapema. Nafikiri wenzetu, mtu kama Msigwa, msemaji wa serikali na katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo, anatuangalia pengine au atasikia. Tujifunze kupitia mashindano ya Chani ambayo sisi tulikuwa co-host. Kidogo sekunde tu. Nafikiri Charles yani alikuwa swali kwetu sisi hapa. Nafikiri kuna kitu kwa anakifikiria yeye. Yaani kopo ni kama ni maoni ama ni mawazo. Maana kama ni mawazo kama yazungumza yeye kabisa moja kwa moja. Hakuwa hata na mjadala kuzungumza. Nafikiri serikali kama wamesikia vizuri, nafikiri Faustin kaongea vizuri, Judith kaongea vizuri na hata wameongea vizuri na ni Philip. Kama wamesikia vizuri hilo swala, nafikiri kuna haja kwa kulizungumza na kujadili kwa jinsi gani kufanya. Wenzetu wanakuaga mara baada anayejijua kule, si kuna kukabidhiwa kitu kama bendera, sijui kitu kama unakabidhiwa wakati wa fainali. Kwa maana kwamba next ni ujumbe unakabidhiwa. Mara baada ya pale wanahesabu, kuna kitu kinachoitwa countdown, wanakopa wanahesabu mpaka kuifikia fainali nyingine ambayo itafanyika Afrika Mashariki. Kwa mfano inakuwaga hivi kwenye kombe la dunia, kwa mfano Abel, pale kwenye uwanja wa Taifa pale, kwa mfano wanakopo labda kuna lisali kubwa lenye countdown linahesabu, ikifika siku, ikipinduka siku inahesabu bado siku fulani, alafu pale inakuwa labda lisanamu fulani hivi au limpira fulani hivi linakuwa linahesabu mpaka kick off. Ile inasaidia pia kwa sababu mtu akaenda mpirani pale Benjamin Mkapa pale anaangalia bado siku kadhaa anajiandaa. Umeona? Kwa hiyo ni vitu kama hivyo ambavyo vipo katika mashindano makubwa haya ambayo tunatamka kama ni tamasha kwa Afrika, tamasha kwa mashindano ya dunia, na kwa Tanzania, Kenya na Uganda itakuwa ni mara ya kwanza kwa nchi tatu kuandaa. Kwa hiyo itakuwa ni historia pia, na itakuwa pia imepata historia kutoka kwenye kombe la dunia 2026
kwa nchi za Marekani, Canada na Mexico kuandaa. Kwa hiyo vitu hivi vipo na tuna vitu mfululizo. 2025 Morocco, 2026 kombe la dunia, 2027 AFCON East Africa, kwa hiyo Afrika Mashariki. Kwa hiyo ni vitu vya kujifunza na mambo yakaenda vizuri basi Tanzania mara hii inaenda kwa mara ya 4 kushiriki katika mashindano haya ya AFCON. Ni jambo zuri na pana majaliwa maybe labda itakuwa ni itashiriki pia katika fainali zijazo, na tuiombee Mungu sema kweli. Katika kundi hapa tuwekee sasa, katika kundi letu kuna Uganda, kuna Nigeria na nani? Tunisia. Na Tunisia. Nigeria, Uganda, Tunisia na Tanzania. Kundi C. Vipi mbona kama mstaki? Kasikia Tunisia kakastaki. Vipi? Tunisia, Nigeria, tunatafuta mnyonge. Tunatafuta mnyonge wetu au ndo la mwanzo. Sasa kuna mnyonge unafikiria hapo? Ndio Filipo anawaza mnyonge nani au hujamuelewa? Hapo kuna mnyonge kwenye grupu hilo. Naona Vone Bobu, unaona kuna mnyonge. Aswali wameitwa. Nani? Wale. Hapo ni bwana hakuna mnyonge. Hakuna mnyonge. Hamna mnyonge. Hamna mnyonge. Wote wako sawa. Hakuna mnyonge. Wewe mkatepeta pale unasema huyu sio vile. Katepeta pale. Sio kwa kundi hilo ambao sio kwa kundi hilo si ambao ulisema kwamba hapo kuna mnyonge. Hamna mnyonge hata mmoja. Sawa. Kumbuka kitu kimoja kwamba Kenya na Uganda zinapokutanaga inakuwa sio mechi, inakuwa ni kama ni finali, hata mechi ya kirafiki. Kenya na Uganda. Tanzania na Uganda. Yaani kumbuka ni kwa sio mechi, inakuwa ni finali inakuwa. Mimi bwana ninachokiamini hata tusingekopa kwenye hilo kundi. Yaani hata tusingepanga kwenye hilo kundi. Kundi lote ambalo sisi tungeingia kusingekuwa na timu rahisi. Si kuna timu hapo alisema nani Philip wiki iliyopita, ile timu gani? Nchi gani ile? Sasa wewe amezungumzia kombe la dunia. Akazungumzia kombe la dunia. Okay. Kurakao. Hamna. Karakao. Hamna kule kulipata moja hamna kweli. Hamna. Tunabishana nao. Tunabishana nao wale nani Fiji. Wale wapo sasa. Ndio tuseme kwa mfano nani yule mwingine yule. Jordan Tobago tunabishana naye Jordan. Sisi tumecheza na Kuwait hapa juzi. Basi lakini tunabishana naye. Sasa wakuitwa wale. Wale wakuitwa. Unaweza kubishana yote. Kubishana unaweza kubishana yote, lakini ubishi wako utashinda. Lakini sasa kwa mfano kama Karakao ile tulibishana sana wiki iliyopita kwamba wale wenzetu. Filipo mpira hauko hivyo kabisa. Sawa, kuna unajua kwa sababu anakuambia hivyo. Wewe umetolea mfano. Stars imecheza mechi 2 hivi karibuni za kirafiki. Cheza na Kuwait. Cheza na Iran. Ukiangalia kwa mazingira Iran kwanza tumtoe. Yaani Iran si hata tumkaribie. Kwa mazingira ya kawaida ukisikia Kuwait nini picha unapata? Kuwait anacheza na Tanzania. Picha unaoipata uende kubishana, yeye unaenda kuchukua cha kwako unaondoka zako. Si wakuitwa wale. Picha haraka. Lakini kilichotokea hata kubishana umeshindwa. Hawakuitwa wale. Tulibishana kidogo. Si wakuitwa wale. Kuna wengine hawakuitwa. Haya, kwa hiyo tunaamini kwamba Taifa Stars inakwenda hapa au vipi Mage? Kwenda AFCON anamsha yuko miongoni mwa timu zinakwenda hatua inayofuata. Mtoano. Kwenye vipi na magaji cha mwangalia chazi. Lazima tuhamasishane, tutafika. Inakwenda pale mnyonge pia ni Tunisia, tunabishana naye vile. Hamna. Tunisia pale kwa babu. Chazi amegoma kusonga. Tunisia ndio timu pekee ambayo imefuzu kombe la dunia bila kupoteza mchezo. Sasa usaweza tuendelee baba. Tuendelee. Haya. Kwa kundi letu tunafunga vipi mjadala? Tunafunga vipi mjadala? Kufunga mjadala. Nadhani jambo la msingi wachezaji wapambane. Haya. Hilo ndio mjadala ni wapambane. Kuna wenzetu hapo Cairo Misri wakiwa tayari, basi tutaweza kuungana nao watupe kumia mkaje Cairo Misri leo hii, wakati ambapo Tanzania ikiwa inajiandaa. Kuna michezo tumesikia kama kuna michezo ya kirafiki, lakini itakuwa indoor, itakuwa michezo ya ndani, labda uwezi jua katika kuweka kupasha.
kupasha katika kuelekea mada hii. Itarudi tena mara baada ya kama watakuja. Pedro ataka mashine 3 Yanga. Ni katika haya mambo hapa. Dirisha dogo nafunguliwa lini wewe? Tarehe 1 Januari. Sasa kamati gani chazi? Tarehe 1 Januari mpaka tarehe 30. Sasa hapa kipindi hiki tupeane nani ukweli. Kipindi hiki kuna AFCON, si ndio? Tarehe 21 inaanza AFCON, inaisha tarehe 18. Dirisha linafungwa lini? Tarehe 1 linafungwa. Tarehe 1 mpaka tarehe 1 ni siku 30. Tarehe 1 Januari linafungwa tarehe 31 Januari. Sasa hapa tusafishe hapa, kama tuko sawa tusafishe na wachezaji wataonekana hapa kabisa, na nafikiri kuna mzani kwamba timu yetu ina level, yani kwa so Taifa Stars sasa si klabu zetu, klabu maana yake ichukue watu AFCON, gombana hapo iliyopita, ichukue watu AFCON. Kwa nini inashindwa gani? Inashindwa gani katika kikosi nani Charles kwa mfano, katika kikosi cha timu yote katika michuano ile kuna wale wachezaji ambao wanacheza ndani. Haya, hata kama nchi ngapi tunabishana na hata na Benin kwa wachezaji au Komoro amefuzu. Komoro sio sana hata kama Komoro. Wewe Komoro unajua unasikia Faustin. Wewe tunazungumzia wachezaji. Tunasema kwamba sisi tunachukua wachezaji tu chani, hapana. Mimi naona kuna ugumu sana kumchukua mchezaji wa AFCON. Sawa. Unajua AFCON ndo cream ya nchi. Yaani wale wachezaji bora zaidi katika nchi ndio wanaenda kucheza katika haya mashindano. Na ukiangalia ni nchi chache sana ambao vikosi vyao vinaundwa na wachezaji wa ndani. Mimi naungana na Chazi. Kwa sababu gani? Hata hizo nchi ambazo zina wachezaji wachache wanaocheza ndani, kwa mfano tunahitaji sana Morocco kwa sababu ndio mwenyeji wa mashindano, ndio maana tunamtolea sana mfano. Wachezaji wachache ambao wanacheza kwenye ligi ya ndani wa Morocco, utamkuta hapo ametoka Wydad Casablanca, utakuta ametoka labda Raja, sawa, utakuta ametoka RS Berkane, ambao wao kule kwenye hizo klabu ndio top, ndio nyota wao. Sasa je, tuna uwezo wa kucompete nao kuwanyang'anya hao wachezaji? Na hao nafikiri ndio msingi mkubwa ambao Chaza na hao hizo timu pia kwenye AFCON ya wapo. Yaani Morocco kikosi chao kile yaani wachezaji wote walioita 28. Ama mchezaji anacheza nyumbani. Hiyo nimetolea tu mfano, Morocco nimetolea tu mfano. Lakini ukienda Misri Mali tu. The same. Mali wale. Haya, sawa, haina shida. Kwa hiyo tusubiri chani. Tusubiri chani tu. Tusubiri chani. Na kingine kuna kitu nafikiri Chazi kwa kuendelea, nafikiri mchezaji akiitwa kwenye national team na akicheza michuano kama hii AFCON, kumbuka kwamba lazima status yake kidogo itafanyaje, itaongezeka, thamani lazima itaongezeka. Kwa mwisho wa siku hizo simu tuongee, of course nimesikia kuna baadhi ya klabu zinazungumzia hizo kwamba tunasubiria AFCON ikianza tuangalie wachezaji tusajili, lakini ukiangalia kama mchezaji ambaye anacheza AFCON tayari, of course thamani yake itapanda, inaongezeka, inakuwa ni kubwa mno. Sidhani kama wataweza kupata kwa thamani kwa. Mimi sehemu ambayo naona tunaweza sasa klabu zetu hizi Simba, Yanga, Azam wanaweza kucompete kupata mchezaji ni wale wachezaji ambao wako kwenye national team wanatoka kwenye ukanda wetu huko. Ukanda upi kama vile? Ukanda wetu ni timu Uganda na Tanzania. Si ndio nasema timu ambazo ziko kwenye AFCON kule sasa hivi. Kwa maana unazungumzia ukanda wa Sekafa kama Uganda hivi, wachezaji wao ndio tunaweza tukasema tukamuona tukacompete kumchukua. Au kama Kenya ungekuepo, ambao pia bado tunaamini. Unajua sasa hivi kuna mentality ambayo klabu zetu zinazo kwamba tumeshatoka huko wachezaji kutoka hizi nchi. Exactly. Lakini wakati huo kwa nini nimewachagua hao au nimewatolea mfano hao? Na wenyewe huku wameona kwamba Tanzania kwenye level clubs level wamepiga hatua. Kwa hata wenyewe wana matamanio kwamba nikienda kucheza kwenye klabu fulani Tanzania ambayo inashiriki let's say klabu bingwa nitapata nafasi ya kuonekana zaidi. Kwa hiyo hapo picha unayopata wale kule wanatamani kujichomoza waje Tanzania waweze kwenda. Wakati sisi tunaona sasa ukanda huko East Africa sisi tushavuka huku. Yaani kuna kitu ambacho tunakizungumzia, of course ligi yetu imekuwa kubwa sana, lakini nitoe mfano mmoja tukofuka mpaka ilifikia tu tunaidharau nini Kenya na Uganda. Lakini kwa sasa useme kama wachezaji of course kama Uganda, nazungumzia Uganda na Kenya, yule ambaye mwenye target yake, mwenye malengo yake, kama mimi nataka nikize mpira zaidi
zaidi, nipige hatua zaidi, sasa kama anafikiria kuja kucheza Tanzania. Mfano mzuri tu mchezaji mmoja tu, Alan Okello ambaye anahusiana na baadhi ya klabu kusajiliwa kwenye dirisha kubwa la usajili, wameshindwa kumsajili mpaka leo hii. Lakini mimi nilipata taarifa Okello ana changamoto zake, ndio maana ana ile home favor anaita acheza nchi nyingine. Nini anatoka mtu msimu mmoja amrudi zake nyumbani. Kila msimu anabadilisha. Okay. Nadhani unajua kwanza kwa mtu kama Okello, nadhani aliyesema hivyo anamkosea Okello. Unajua Okello ametoka nje mara moja tu. Alisajiliwa na Paradu ya Algeria. Nakumbuka tena ile move Azam walikuwa close sana kumchukua. Yaani wakati wanaenda Algeria, Azam walienda na ofa kubwa kuliko hata ile timu ya Algeria. Bahati mbaya ya Azam ni kwamba Azam walichelewa. Yaani wakati wanafika tu kumaliza naye, tayari ile timu ya Algeria, kipindi kile Okello alikuwa mdogo sana. Alikuwa mdogo sana. Yaani anaenda Algeria bado ile umri wake, yani uwezo wa kuhimili changamoto nadhani ulikuwa bado uko chini. Lakini fao tunajua mpira wa kaskazini ya Afrika ulivyo. Klabu za kaskazini bwana hazina uvumilivu. Yaani zenyewe zinataka ukiingia tu pale wewe ukliki, hazina kukupa hata sio bwana tunakupa muda sio miezi miwili, na zenyewe kukuacha ni kawaida. Na tumeshuhudia wachezaji ambao sawa. Tutarejea hapo wakati huu ambapo nimalizie tu kabla kwenda kwa Ali Bakari kwamba Pedro ataka mashine 3 Yanga. Hicho kichwa cha habari. Vidogo vinasema kwamba Pedro anataka kutafutiwa winga mmoja mwenye ubora mkubwa atakayeongeza nguvu ya kuzalisha mashambulizi kutokea pembeni. Kuna headline kingine tena kwa mbali kinasema Dube fresh. Na nikujuze tu kwamba cha haraka hiyo harusi yani Afcon nimeona magazeti yameipa sana nafasi. Angalia hapo katika habari leo kubwa kuna habari nyingi sana za Chan hapa nimeziona. Katika Zanzibar leo pia nimeziona habari za Chan Afcon. Za Afcon. Kwa hiyo magazeti yameipa uzito. Kocha mpya mwisho wa mwezi. Kocha mpya Simba mwisho wa mwezi. Kuna gazeti moja jana niliona wakaandika Osman kwa Kabili Stars. Jana ndo Nigeria imetangaza kikosi chao. Juzi kuamkia jana. Kwa Osman ndo atatukabili sisi. Sasa si ndo nyota wa Nigeria. Mimi nilichofurahi ni kipa wa Singida. Kaitwa naye. Wewe mwana kikosi cha Nigeria. Tunaweza tukua. Sio Singida yule, ni wa Yanga. Sipo kwa kipa wa Singida. Kwa sasa hivi anachezea Singida. Ni kipa wa Yanga ambaye yupo kwa mkopo Singida. Yani hivyo yeye. Lakini kwa nini Chazi kwa sasa ni kipa Singida? Molandi yani umetaka kwa mimi nimekataa, sijakataa, iko sahihi. Unajua katika mambo kuna vitu vingi nyuma yake. Kwa mfano eti kule Cameroon sijui Toho anambania. Yaani kila kitu yani avikai yani unaona kwa Molandi naye anasema Yanga anasema so yani kuna vitu vingi vipo vinawekwa pale. Jamani, asante sana, tumefika tamati ya kurasa za mwisho kwa siku ya leo, na nikusii tu kuendelea kuangalia mechi kibao zipo leo hii za ligi ya Serie A, ligi ya Italy na ligi nyingine za Asia pia utaweza kuzipata, na pia kuna michezo mingi ya ligi za wanawake England ipo. Kwa hiyo nikusii tu kuendelea kuangalia vipindi vinavyofuata vya Azam Sports. Mimi ni Philip Cyprian, nikutakie weekend njema.